Kimamlaka katika mkoa fulani kwa mkoa ana mamlaka kuliko mbunge. Kwa sababu yeye ana nguvu ya utawala kwamba anaumiliki ule mkoa. Ni mteuli wa rais. Lakini mbunge anakuwa ni anawakilisha wananchi. Kasi hii ya watumishi wa umma kutoka kuacha nafasi zao kwenda kugombea ubunge majimboni inatokana na sababu kadhaa za kiufahamu. Nafasi ya kuteuliwa ya mkuu wa mkoa, yani RC. Teuliwa leo, unaweza kutoka kesho. Kwa sababu inatokana na tashi wa rais ile kuteua. Kwa rais ana nafasi ya kuweka, ana nafasi ya kutoa. Lakini ukisha kuwa mbunge, wewe umeshachaguliwa na wananchi mpaka baada tena ya uchaguzi ushindwe katika kura. Unaweza ukawa haupo. Lakini vile vile nafasi ya ubunge hata katika masuala ya michuzi, yani green pasture anasema. Maslahi ni mazuri kuliko huko kwa sababu hao mkoa ni mtumishi wa serikali, mtumishi wa umma. Hata kiwango cha mshahara huku na huku bunge na mkoa mishahara yao haifanani kabisa. Lakini pia mtu mbunge anapomaliza muda wake, kwa mfano kama sasa hivi bunge linapoenda kuvunjwa, kila mbunge anaingiziwa, sijajua kama sasa hivi bariki sana ukika sana, lakini kipindi cha nyuma ilikuwa ni milioni kama 250. Yes. Wewe uende ushinde, usishinde, lakini kuna kama milioni 250 fulani lakini wa mgongo. Yes. Kwa sasa vitu ambavyo huku kwa utumishi wa umma havipo. Lakini pia nadhani watu wanatafuta comfort zone. Unajua unapokuwa ni mteuli wa rais, unalala leo juu kesho utakuwa naye. It's either uwe promoted ama wakudemote. Yote inawezekana. Kwa hiyo nafasi ya utumishi wa umma kidogo inakuwa ina stress. Yaani unafanya kazi lakini hakuna hali ya kudumu katika nafasi ya utumishi wa umma. Lakini bungeni ni unapumzika. Yaani unapumzika sana. Kitu ambacho kitakuweka katika nafasi ambayo umeteuliwa nayo ni utendaji kazi wako. Yes. Sasa wewe unakuwa stressed. Maana yake hujiamini katika utendaji wako. Hapo unaweza kuwa ni mtendaji mzuri sana kwa sababu ukiangalia mbali na kutumbuliwa watu, Mheshimiwa Rais ana nafasi ya kufanya rotation. Kwamba Omera uko Mbeya, anataka toke uje hebu nenda Songwe. Kwa hiyo hizo pia nadhani wengi wanakuwa the stressful part, yani kwamba hawana specific habitat. Yani hata familia yako unaweza usihamishe. Wengi ambao unakuta marasi ama ma-DC, wengi hata familia zao unakuta zipo labda kama ni dawa umeziacha dawa. Kwa sababu unaweza ukatoka na familia ukaenda wiki moja wiki pili ukaambiwa unabidi uhame. Kwa hiyo kuna namna ambavyo watu wanakuwa hawako comfortable kiutendaji, hata kama haijalishi kama ni mtendaji mzuri ama la. Yani ni ile kwamba unakuta hauna nafasi ya kudumu. Sio kikazi tu, sio kibarua kinaweza kikawepo, lakini ile kushift. Mfano kama Makonda. Tumeona amehudumu kama mkuu wa mkoa katika mikoa mikuu ya majiji makubwa. Dar es Salaam alianza na sasa alikuwa Arusha. Ambako mpaka jana ndo alifikia mwisho. Dar es Salaam mwaka 2020 tunaona pia alienda kugombea ubunge Kigamboni. Uko naona na wakamkata kule katika mambo ya kwenda sawa zamani, mambo asikwenda sawa sawa. Sasa hivi tena tunaona anakwenda japokuwa hajaitamka, lakini tunaona ni kama anakwenda kwa attempt vile. Inaonekana ni kama anakwenda. Hii inatafsiri kwamba pengine ndoto yake ipo zaidi katika ubunge kuliko nafasi za teuzi ambazo anazipata kama ukuu ya wilaya alikuanzia na hata ukuu ya mkoa. Na kama ulivyosema the differences ni ubunge ina more power, so lazima aende for that kwa sababu that's a bigger one. Lakini kingine pia katika kwa watu wote ambao wako they are too ambitious kwenye masuala ya siasa. Yani mtu ambaye ana ndoto kubwa kisiasa, ni kama mtu anatamani kuwa mwanasiasa, wengi wao huwa hawaridhiki na hizo nafasi za kuteuliwa rais. Kwa sababu ukishakuwa RC una uwezo kuzifanya siasa 100%. Wengi wanaoteuliwa huwa wale wanakuwa ni watendaji zaidi. Lakini unapokuwa mbunge wewe unakuwa ni mwanasiasa fully. Yaani kuna tofauti kubwa. Ukiwa mkuu mkoa wewe unakuwa ni mtumishi, lakini unapokuwa mbunge wewe unakuwa ni mwanasiasa 100%. In short, na kingine pia hapo kwa mfano labda ndoto ya Paul Makonda, pengine yeye mwanasiasa ameanzia chini kabisa. Ukiona kuna kama safari fulani bado anahisi anaitafuta. Ukisha kuwa mkuu mkoa huwezi kuteuliwa kuwa waziri. Lakini ukiwa bungeni
unaweza ukateuliwa kwa waziri. Ili waziri lazima uwe mbunge. Yes, lazima uwe mbunge. Either kwa kuteuliwa katika vile nafasi 10 kwa sababu vigezo vya waziri ni lazima utokane na ubunge. Kwa hiyo it's either mheshimiwa rais akuteuliwa katika nafasi zake 10 pia na nafasi ya kupa waziri. Tunaona hata kina Lukuvi na wengineo hapo katika kina Bashir Wali kile waliteuliwa na wakawa bunge tu, lakini ukishakuwa bunge hata kama kuteuliwa una nafasi ya kuwa waziri. Ndipo ikimpendeza sasa mheshimiwa rais. Sababu hata mawaziri kupewa wizara ni rais sasa. Kwa hiyo sasa pengine Paul Makonda ameshajipima vya kutosha katika nafasi mbalimbali ambazo ni hudumu. Kutoka mkoa wa Dar es Salaam alikaa muda mrefu sana hapa, lakini kwenda katika nafasi ya itikadi na uenezi ile aliyokuwa ambayo alihudumu muda mrefu sana. Kwa hiyo pengine hata safari yake kutoka hapa kwenda kuwa RC Arusha labda ilikuwa ni planted. Lazima kusema hivyo. Wakati mwingine sababu unajua mheshimiwa rais ni mwenyekiti wao wa chama. Kwa hiyo wanazungumza pia wakati mwingine hata katika vikao vya ndani. Mwisho wa siku mbali na nafasi walizonazo, wale ni wanadamu ambao wanapiga story, ni watu ambao wanafahamiana na mahusiano mazuri. Kwa hiyo wakati mwingine na wale Makonda na level zake hizo, wengine nafasi hizo wana nafasi ya kuongea na mheshimiwa rais sababu ni mwenyekiti wao wa chama. Kwa hiyo sometimes unaweza kukuta katika stories hapa na pale wanaonyesha interest kama mheshimiwa, nafikiri mimi natamani labda niingie bungeni. Kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta ni vitu ambavyo vinafahamika. Labda pengine sasa ile move ya kutolewa katika, kwa sababu ile nafasi aliyotolewa Makonda ya uenezi ilionekana ni kama nafasi kubwa, afu katolewa yani watu hawakuipokea vizuri sana. Kwamba alionekana huku kafanya vizuri sana. Sasa mbona kwa nini kama labda kama akawa demoted? Ikatafsirika hivyo, lakini sasa tunaona labda Makonda alipofika Arusha, na bahati mbaya ambayo watu hawajui kuhusiana na Makonda. Bahati mbaya sana, Makonda ni kiongozi ambaye is very strategical. Yani Makonda kitu ambacho anawini katika wengine walio wengi. Makonda hata ukimpeleka kijiji gani, kuna namna ambavyo hata outshine tu wengine. Ni mtu ambaye anajua sana kucheza na nyakati, lakini ni mtu ambaye anajua sana kucheza na matukio, ni mtu ambaye anajua sana kucheza na vyombo vya habari. Anavitumia vizuri kweli kweli. Kwa hiyo hata kwenda Arusha leo na kesho tunaweza tukaona kwamba ukosikia kwamba Makonda ametangaza nia pale. It is very possible. Lakini utofauti uliopo kati ya hicho ambacho Makonda atakwenda kukifanya na maeneo mengine yaliyoendelea duniani. Kwa mfano kwa nchi kama Marekani, huwezi kuwa mbunge wa eneo ambalo hujazaliwa wala hujawahi kuishi. Wabunge wote wa Marekani na mataifa mengine yaliyoendelea ya Ulaya, lazima sheria zao, yani kanuni ya kwanza ni lazima peti wewe umetokea Dodoma. Kama ni ubunge utagombea wapi? Dodoma. Lakini kwetu tunaona ni tofauti, kwamba kama leo tukisikia Makonda anawania jimbo la Arusha, huko kwetu ni kawaida, lakini kwa nchi za wenzetu haiwezekani. The Bantu.